Wala sipate shida sana tutazungumza. Kalamu. Kwenye kufunga kuna kalamu. Habari za jioni mabibi na mabwana. Tunawashukuru sana kwa uwepo wenu. Mheshimiwa ambaye Makonde bwana umetia fitna hapa. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa kuwepo hapa. Sasa naomba ufike kama kuna maelekezo tuko tayari kuyapokea. Kwa niaba ya serikali karibu sana. Asante. Wa klabu ya Simba, jaji mstaafu Thomas Mihayo, mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, ndugu yangu Murtaza Mangungu, mwenyekiti mstaafu wa bodi kaka yangu Salim Try Again, wajumbe wa bodi ya wakurugenzi, viongozi waandamizi wa klabu, wakiwamo viongozi wa kamati ya zabuni waliotufanyia kazi hii nzuri. Muona Dr. Muba, makofi kwao tafadhali. Washindi wetu wa zabuni na wabia wetu wapya, sisi watu wa Simba, washirika wetu wapya kampuni ya Jairuti Investment Company Limited, habarini za jioni. Ndugu zangu, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa zawadi ya uhai na kutuwezesha kuhudhuria tukio hili la kihistoria jioni hii nzuri ya leo. Madam CEO kuniambia kwamba tai nyekundu ndo nembo ya leo, mimi nisingevua yangu kwenye SGR, nilikuwa nimevaa na mimi ya kwangu. Lakini si neno, waliotuwakilisha wametuwakilisha. Ndugu zangu, mimi nashukuru moja kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuja kufanya ugeni huu rasmi kwenye tukio hili kubwa na la kihistoria kwenye mchezo wa mpira wa miguu nchini kwetu. Asanteni sana. Najua kuna viongozi wengi, kuna wapenzi wengi wa mpira ambao aidha wanastahili na wangependa kuwepo hapa, lakini mkaamua heshima hii mnipe mimi na siichukulii kwa wepesi. Asanteni sana viongozi wa klabu ya Simba. Mimi kwa niaba utamaduni, sanaa na michezo, serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ambayo imefanya mambo makubwa kwenye shughuli za michezo kiasi kwamba ukisema Rais Samia ni mwanamichezo namba 1, hakuna anayekuwa na wasiwasi na shaka yoyote. Makofi kwa Mheshimiwa Rais tafadhali. Serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kusimamia maendeleo ya michezo, na hasa mchezo unaopendwa zaidi duniani, mchezo wa mpira wa miguu, kwa vile unaiweka Tanzania kwenye ramani ya michezo duniani. Wiki moja na kitu iliyopita ndo klabu ya Simba imetajwa kuwa klabu namba 4 barani Afrika. Lakini hilo limekuja kama fanikio la mwisho kati ya haya mengi ambayo yametokea katika kipindi hiki cha miaka 4 cha uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kitakwimu, hakuna wakati wowote nchi hii kwenye historia yake imewahi kufanya vizuri kwenye mchezo wa mpira wa miguu kama hiki. Tuna takwimu za kuvutia. Mama Konde umesema? Murtaza mwenyewe mimi nafahamu wewe ni Makonde.
vizuri kwa klabu zetu mpaka timu zetu za taifa. Juzi Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi alikuwa anataja nafasi ambazo timu zetu za taifa zimefuzu kwenye michezo inayoandaliwa na Shirikisho la Mpira wa Miguu barani Afrika. Ni mashindano 7 yanayoandaliwa na CAF. Nchi pekee kwenye bara la Afrika ambazo zimeweza kufuzu kwenye nafasi kama sisi ni Senegal na Morocco. Hayo sio mafanikio madogo. Kutoka kama ambavyo ndugu yangu Ahmed ametangulia kusema hapa kwenye jezi za kushona mpaka huku kwenye kufanya timu 7 zifuzu kwenye mashindano makubwa kabisa yanayoandaliwa na Shirikisho la Soka barani Afrika CAF. Hii ni safari. Na aidha kuna mahali pazuri tunaelekea ambapo sisi tunaamini kwamba hatujafika, lakini hatuko ambako baraha mioyoni, unachangia ukuaji wa soka kwa taifa na kuwa kiunganisho cha Watanzania na kuitangaza nchi yetu kwa wema nje ya mipaka yetu. Kwa kutambua umuhimu huu, serikali inafanya jitihada kubwa kushirikiana na mamlaka zinazosimamia mchezo huu, vilabu vya soka na wadau wengine wote wakiwemo wapenzi wa mchezo huu kote duniani ili kufikia malengo ya jumla yanayoweza kufikiwa kupitia mchezo huu kama taifa. Mimi nimeanza kuwa naibu waziri wa wizara hii wakati ule ikiwa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo mwezi Februari mwaka 2023. Wakati ule bajeti yetu iliyokuja miezi kadhaa baadaye ilikuwa bilioni 35. Sijui kama mnaelewa. Yaani hii hela ambayo Simba inaingiza leo kwa kipindi cha miaka 5 ilikuwa hela nyingi kuliko bajeti yetu ya wizara kwa wakati huo. Lakini katika kipindi cha miaka 2 hii bajeti yetu kwanza ilipanda ikawa bilioni 380 na kitu. Na sina lengo la kuireveal sasa hivi kwa sababu hatujaisoma bado, lakini niwahakikishie bajeti yetu mwaka huu inapanda kuliko ilivyokuwa bajeti yetu ya mwaka jana. Makofi kwa Mama Samia tafadhali. Hii inakuja kwa sababu serikali inatengeneza miundombinu ya michezo ambayo tunayo haja nayo sana kwenye nchi hii. Nazo nchi wakati huu ambapo tunakwenda kuandaa AFCON na CHAN zilikuwa zinasema kama hawako tayari kwa ajili ya kuandaa hiyo AFCON na CHAN mtupe sisi, kwa sababu wana miundombinu mingi ya michezo ambayo hata hawana matumizi nayo moja kwa moja. Ukienda nchi kama Egypt, ukienda nchi kama Morocco, ukienda nchi kama Tunisia, wako tayari kwa wakati wowote. Wakiambiwa mnaandaa AFCON mwezi ujao, watu hao wako tayari. Hiyo ni safari ambayo sisi kama nchi tunatakiwa kwenda nayo. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais alitupa ridhaa, akatuelekeza na akatuunga mkono kwa kuelekeza fedha zitengwe na zije kwenye wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa sasa ili kuweza kujenga miundombinu mbalimbali ya michezo. Kwa hivyo mimi siku zote naitaja serikali kama mdau namba 1 kwenye shughuli za michezo. Kabla ya taasisi, kabla ya mtu yeyote mwingine binafsi, serikali ndio ambayo inawekeza sana kwenye shughuli za michezo, hasa kwenye miundombinu ya michezo. Tunalo lengo la kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanja vizuri vinavyoweza kutumika kufanya shughuli za michezo kote nchini, na hili kwa moyo huu na ari ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatupa, naamini litaweza kufanikiwa. Sisi wasaidizi wake tumepanga kutomwangusha Mheshimiwa Rais. Kibinafsi kabisa mimi nafahamiana na viongozi wengi wa vilabu vikubwa. Watu wa mpira tunajuana. Japokuwa Murtaza anasema mimi ni mtu wa muziki, mimi yoyo, lakini mtu yeye ndo mtu wa mpira, lakini sio kweli. Mimi ni mtu wa mpira kama alivyo yeye. Na kwenye maeneo mengine na mzidi. Kuna mahali ananizidi na nakubali, lakini kuna mahali na mzidi kwenye baadhi ya maeneo. Nalisema hili kwa sababu na vichwa vizuri walivyo navyo viongozi wengi
yenye manufaa ya muda mrefu kwa vilabu hivi, mpira wa Tanzania na Tanzania yenyewe kwa ujumla. Kwa hivyo kusema kweli napata ukakasi na huwa inanishangaza tunapofanya maamuzi ya sio nitumie neno la mtaani la kitoto na yasiyoingia akilini na maamuzi kuendesha shughuli zake kwa weledi wa hali ya juu na kwa uwezo wa viongozi wetu. Vilabu hivi vinaweza kuendesha shughuli zake kama vilabu ambavyo sisi tunaviona kama vilabu vya mfano duniani kwa ukubwa wa viwango vyetu, na kila kitu kiwe chenye kuandikika kinaweza kupita kikakagulika na kuwekewa alama za namna kwa namna zinavyokubalika. Sasa wiki 3 zilizopita mimi nimeenda kuzindua uwanja kule Singida, uwanja wa klabu ya Singida Big Stars, klabu ambayo ina miaka michache tu, wote tunafahamu Singida Big Stars sio Simba, sio Yanga, lakini kwa idadi ya watu mnaowafahamu, kwa mfano wapenzi wa Simba ambao wangekuwa tayari kuweka akili kuchangia hali ya kiuchumi na kuhakikisha nyenzo zote zilizoko katika mikono yao zinatumika ili kuhakikisha klabu ya Simba inakuwa na uwanja, inanishangaza kwamba klabu ya Simba haina uwanja mpaka leo. Kwa hivyo hili nililolisikia leo limenitia moyo sana, na kwa kampuni ya Jairuti hili kusema kweli mmesema mambo mengi mazuri, lakini hili la uwanja mimi ndio naona ni jambo la kwanza kabisa ambalo klabu ya Simba inatakiwa kulifanya. Hii ni challenge na wapa wazabuni wetu wapya, lakini na uongozi wa klabu ya Simba na klabu nyingine kubwa nchini hapa kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na viwanja vyetu. Hata matatizo mengi yametokea hapa katikati, ni aibu kuona sio haya ya juzi, ya kabla ya hapo, ya watu kuhama viwanja na kusimangana na vitu vya namna hiyo. Unaona hayo yote yasingetokea kama klabu hizi kubwa zingekuwa na viwanja vyake. Hili ni jambo linatia simanzi. Naamini kama kweli mnaupenda mpira wa miguu, kama kweli mnaipenda klabu yetu, hili ni jambo ambalo sasa hivi linatakiwa litoke kwenye makaratasi na liende likawekwe pale kwa vitendo. Tuone matofali, tuone pichi zikitengenezwa, na klabu ya Simba iwe ina uwezo wa kucheza mechi zake angalau hizi za ligi kwenye uwanja wake. Ule uwanja wa KMC una watu 4,000, 6,000, 4,000, 8,000. Kwa hiyo tukiwa na kiwanja kina watu 10,000, 12,000, mechi zote zinaweza kuchezwa pale za ndani. Na hizi mechi sasa tunazoenda kucheza na Al Masry, Stellenbosch, uwanja wa serikali huko pale, na tutaweza kutumia, hakuna mtu yote atakaye uzuia, lakini tuupunguzie matumizi. Na hata uwanja wetu kuharibika kila wakati ni kwa sababu shughuli zote tunataka kuzifanya hapo hapo. Kwa hivyo tukiweza kuupunguzia mzigo wa matumizi kwa sisi kutengeneza viwanja vya timu hizi zetu kubwa, angalau kuwa zinafanya shughuli zake za michezo kule, itafanya tuwe na miundombinu bora ya michezo ambayo tunaitunza kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa hivyo nitumie fursa hii kufuatia hayo niliyoyasema hapa nyuma, kuipongeza klabu ya Simba kwa kuendesha mchakato huu wa zabuni kisomi na kisasa namna hii. Jinsi ambavyo Dr. Muba alikuwa anasema hapa, uwazi uliotembea mpaka mzabuni akapatikana, jinsi ambavyo haki ilitendeka na kuhakikisha ya kwamba tunapata mzabuni ambaye anakwenda kuleta manufaa kwa ajili ya klabu yetu na mpira wa nchi hii, ni jambo la kutia moyo sana. Na naamini yote ambayo mlikuwa mmeyakusudia katika utaratibu mzima na mpaka mnampata mkandarasi huyu, mzabuni huyu, naamini atakwenda kutimia, na yale ambayo yalikuwa mioyoni mwenu, ndoto ambazo zilikuwa vichwani vyenu, kwenye vichwa vyenu, mtaziona zikitekelezeka. Mchakato historia sio tu kwa klabu yetu,
lakini unakwenda kuset benchmark katika uendeshaji wa vilabu vya mpira kisasa hapa nchini. Hongereni sana. Nipongeze klabu na mwekezaji mpya kwa kuongeza thamani ya uwekezaji mpaka kwenye miundombinu ya kimkakati kama ambavyo nimetangulia kusema. Historia ya klabu hii na hasa ujenzi wa kiwanja cha timu na kuwa na ofisi za kisasa zaidi, studio ya kisasa ya uzalishaji wa habari, jengo la matibabu, basi la hadhi linaitwa Iriza la mwaka 2025, lakini itosha kusema ni uwekezaji wa kimkakati uliokuja sahihi. Hata rafiki yangu Ahmed anaenda kupata ofisi kuichukulia kwa wepesi. Makofi kwa kampuni. Serikali kama wadau wakubwa wa soka tumefurahia mafanikio yenu na tutaendelea kuwa walezi wa vilabu vya soka ili kuhakikisha uwekezaji wowote unazingatia thamani ya vilabu vyetu na mchango wake katika soka la Tanzania, Afrika. Lakini wakati mzuri klabu ya Simba imefika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho, na nitaumwa nikitoka hapa bila kusema lolote. Kwanza hongereni, mmetuheshimisha. Lakini kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alisema jana, slogan imehama kutoka hii tunavuka, na sasa slogan ni hatuishii hapa. Naamini uwezo wa timu ni mkubwa, lakini maarifa ya uongozi ambayo mnayo ya kuhakikisha tunashinda mechi ya fainali na uchezwa ya nusu fainali na uchezwa semeni Mungu asikie. Mechi ya nusu fainali na uchezwa Zanzibar ya kwanza tarehe 20 na ile itakayokwenda kuchezwa South Africa tarehe 27, tunavuka na tunaingia fainali na hatimaye kuchukua kombe hili. Naamini mnafahamu uzito wa jambo lililoko mikononi kwetu. Hili ni jambo la kitaifa, hili ni jambo la nchi. Lazima muhakikishe kwamba yote ambayo yako kwenye uwezo wa kibinadamu yanaweza kufanyika ili Simba iingie fainali na ichukue ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika yanafanyika. Na sisi kama serikali, kama ambavyo tumekuwa tukiwaunga mkono kwenye nyakati zote ambazo mnaiwakilisha nchi, kwenye nyakati zote ambazo mna mahitaji ya moja kwa moja, hatutawaacha hata kwenye hili. Na niwahakikishie mtaungwa mkono kwa kiwango cha juu kabisa kuhakikisha akili zenu, maarifa na uwezo wenu wote unabaki kwenye kuhakikisha mnashinda mechi hizi. Niwatie moyo, sisi tumeangalia mpira na tumeona na tumekuwa tukifuatilia mpaka hizi timu ambazo zimeingia nusu fainali ya kombe la shirikisho. Hili kombe linachukulika, kusema kweli, hili jambo linaongeleka, ama sio jamani? Kwa hivyo mimi niwatie moyo na